Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu tena, ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali kuiona asubuhi ya leo na majira haya kwenye ibada yetu nzuri ya Morning Glory. Kipekee nichukue nafasi hii, mtumishi wa Mungu, kukaribisha sana kwenye ibada yetu ya Morning Glory. Nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, wale ambao mnatufuatilia walioko Tanzania na nje ya Tanzania na mikoani mahali popote. Neema ya Mungu iwe juu yako, mtaua wa Mungu. Natamani tukamshukuru Mungu pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo nzuri ambao Mungu umetupa sisi watumishi wako. Asante kwa ajili ya mama huyu, asante kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya binti huyu na kijana huyu ambaye Mungu umetupa nafasi kutuamsha salama. Bwana, umetulinda, umetupigania, umekula gharama. Bwana, wako maadui wasiotupenda walitamani tusiamke, lakini Mungu umetutetea, lakini Mungu umetupigania. Tunalitukuza na kulisifu jina lako Bwana. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, tunasogea kwako asubuhi ya leo tukiomba toba. Hebu nenda mbele za Bwana, kaombe toba mbele za Bwana. Mwambie Mungu, nisamee mahali ambapo tumekukosea. Baba, ninasimama kama kuhani kwa ajili ya watumishi wako hawa. Ninaomba toba kwa ajili yao. Ninaomba toba kwa ajili ya maisha yao. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, ninatubu leo kwa damu ya mwana kondoo. Tunakusina, tunakuomba Bwana, neema yako na uwepo wako ukae pamoja nasi. Nguvu zako zikatawale katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba kwa imani na kushukuru pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi kuwakaribisha tena kwenye ibada yetu nzuri ya Morning Glory. Tunaendelea na somo zuri ambao Mungu ametupa. Somo ambalo tunaendelea kutembea nalo ambalo linasema maombi ya ukombozi, kukombolewa kwenye roho za utumwa. Tunaendelea mbele na maombi ya deliverance, kukombolewa kwenye utumwa. Na kama nilivyoelezea jana kwamba utumwa, tunaposema utumwa ni roho yoyote ambayo inamtumikisha mtu kwenye vitu inayoitaka yenyewe. Yaani hiyo roho inamtumikisha kwenye vitu inayotaka. Kwa mfano, kuna watu ambao wanatumikishwa na roho ya madeni, wanatumikishwa na utumwa wa magonjwa, utumwa wa kukataliwa, na jana tuliangalia utumwa wa dhambi. Sasa leo natamani tuendelee mbele kidogo, tutaenda kuangalia utumwa wa hofu. Kuna watu ambao wanatumikishwa na utumwa wa hofu. Naposema hofu, nitakuelezea. Hofu ni roho ambayo inakaa ndani ya mtu. Anaanza kuogopa kufanya chochote, anaanza kuogopa mazingira, anaanza kuogopa kutenda jambo fulani. Kwa hofu ni roho ambayo inamvaa mtu, ambayo inaingia ndani ya mtu, inamnyima ujasiri wa kufanya kitu, inamnyima ujasiri wa kuthubutu, inamnyima ujasiri wa kufanya lolote. Anaishia kutetemeka, anaishia kuogopa, anaishia kukata tamaa, hawezi kufanya tena chochote. Kwa hofu ni roho ambayo inaingia ndani ya mtu. Ikiingia ndani ya mtu, inaanza kumtumikisha, kumuogopesha, kushindwa kufanya maamuzi anayotaka kuyafanya. Kwa na hapa natamani tukaombe leo sana kupiga hiyo roho ya hofu. Kuna watu ambao wanaogopa kufa. Yaani hofu tu inamwingia, anaanza kuogopa, anahisi kufa, anahisi kuachika wengine ambao hapo kwenye ndoa, anahisi kukata tamaa. Kama uliambiwa tunaumwa ugonjwa fulani, unahisi kufa. Kwa kuna watu ambao wanateseka na wameshikwa na hiyo roho ya hofu. Hofu ya magonjwa kama nilivyokuambia, hofu ya kufa, hofu ya kukataliwa, anaanza kuogopa. Sasa nataka tuangalie aina za hofu. Kuna hofu ya kesho, yaani kuna watu ambao wanaogopa kesho itakuwaje. Yaani anaweza kafa kwa sababu anaogopa kesho yake. Kwa kuna hofu ambayo inamuogopesha mtu kwamba hivi si kutakucheje. Hofu. Lakini pia jambo lingine, kuna hofu za wachawi. Kuna mtu anaogopa wachawi tu. Amesikia tu kwamba kwenye mahali kuna uchawi, anaogopa. Na hiyo hofu ikija ndani yako ya kuogopa wachawi, nataka nikwambie, na wachawi ndio wanapataga nafasi. Niwaambia watu mahali fulani, mchawi hawezi kukuroga hivi, anatanguliza hofu. Waanze kuogopa. Hivyo mganga ile, niliwaambia tumanifanya vitu vibaya vikitaka kukuingia, ama watu ambao wanategemea waganga wao, akitaka kukufanyia kitu kibaya. Ndio maana unakuta mganga anamwambia yule mtu ambaye ameenda kwake, ambaye ameenda kuagua, ambaye bwana kavunje nazi njia panda. Bwana fulani anakuroga, vunja ya visa mali fulani. Unataka ni fulani anakufanyia kitu kibaya, vunja nazi mali fulani. Ama vunja kitu. Kinachotafuta pale ni hofu. Vunja kibuyu, nini kibuyu, au vunja chungu. Anavunja chungu pale. Wewe ukipita pale asubuhi, ukiingiza hofu, shetani anakupiga. Kwa hofu ni mlango pekee ambao adui anautumia kuwapiga watu. Anatanguliza hofu. Adui hawezi kumloga mtu, wachawi hawezi kukuroga wewe bila kutumia hofu. Wanatumia hofu.
Na ukiingiza hofu, maandiko yanasema kwenye ile Mithali, hebu tusome kidogo ili unielewe. Ninapokuambia roho, hofu ni roho. Tena ni roho kamili ambayo shetani anawatumikisha watu. Mithali sura ya 28. Mithali 28 ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: waovu hukimbia hata asipopatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Sisi wenye haki tunamtegemea Kristo. Haki ya Kristo ni majasiri kama simba, hatuogopagi. Kwa ukiona kuna hofu inakujia, ujue nyuma yake kuna ni roho ya utumwa. Kwa adui anaweza kukutumikisha na roho ya hofu, ukaogopa kufanya chochote. Jamani, haleluya. Hofu ya kushindwa. Adui anaweza kukuvalisha hofu, akakutumikisha na roho ya hofu ya kushindwa. Leo unaanza kuogopa, hivi nitaweza kweli? Nitaweza kuinuka tena? Nitaweza kubarikiwa tena? Nitaweza kuuza tena pale? Nitaweza kufungua duka mimi? Nitaweza kufanya kazi kweli? Hofu ni roho kamili inayowatumikisha watu. Kuna watu walishindwa kufanya vitu vikubwa kwa sababu ya hofu. Kuna watu walifeli mitihani kwa sababu ya hofu. Kuna watu walishindwa kukaa kwenye ndoa, walishindwa kudumu kwa sababu ya hofu. Mama aliachika, sio kama mimi nitakaa kwenye ndoa. Hofu inavunja ndoa. Hofu inakufukuzisha ofisi. Una vitu vizuri lakini kwa sababu unaogopa huwezi kufanikiwa. Jamani, haleluya. Hofu ya kifo. Adui anaweza kukuvalisha vazi la hofu ya kifo. Unaanza kuogopa. Kwa moja dalili ya moja aina kama nilivyokuambia, tunaenda kushughulikia roho za hofu. Kuna watu ambao wanaogopa, wamevalishwa ni roho la hofu ya utumwa wa hofu ya kifo. Anaogopa kufa. Anasema kesho nitaamka tena. Hivi anaogopa kufa kwa sababu kwambia tu unauma pressure, unauma cancer, anaogopa kufa. Kwa hiyo ni roho ambayo inakutumikisha. Na leo nataka tukakatae. Hatutaogopa mapepo, hatutaogopa uchawi, hatutaogopa mizimu, hatutaogopa kufa. Hafi mtu. Mwambie jirani yako hafi mtu hapa. Hata kama madaktari wamekwambia unauma cancer, hafi mtu. Hata kama madaktari wamekwambia unauma pressure, hafi mtu kwa jina la Yesu. Tunakataa roho ya hofu ya mauti. Na tutaenda kupiga roho ya mauti, ya hofu ya mauti. Jamani, haleluya. Lakini pia kuna hofu ya kukataliwa. Kuna mtu wasawa alikataliwa mwaka jana, alikataliwa mwaka juzi, anaogopa, amevalishwa roho hilo la hofu. Kila anayemchumbia, ndo wale. Sitaki kama atanioa tena huyu. Hofu inakutawala na kushikilia. Na nawe tukaombe maombi hakupiga roho ya hofu. Jamani, haleluya. Ukisoma Warumi sura ya 8 mstari wa 15 nasema kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa kuwa wana. Sisi hatujampokea Roho Mtakatifu ambaye anatuletea hofu. Sio, nakumbuka hata wale kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Maandiko yanasema walikuwa wanaogopa hofu ya Wayahudi, wakakusanyika mahali poja. Hata ukianza ile sura ya pili pia, wale wanafunzi wa Yesu Kristo wakakaa mahali pamoja, wakawa wanaogopa hofu ya Wayahudi kwamba atakufa. Lakini siku ambapo Roho Mtakatifu aliposhukia ndani yao, wakapata ujasiri, wakaanza kuhubiri Injili. Kwa sababu hofu ikiingia ndani ya mtu anashindwa kufanya chochote. Lakini mtu mwenye hofu hawezi kusubutu kufanya lolote. Lakini mtu jasiri ana uwezo wa kupita popote. Haogopi wachawi, haogopi waganga, haogopi mizimu, haogopi kukataliwa, haogopi kusutwa, haogopi kusema vibaya. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho amejazwa nguvu za Mungu. Kwa ukiona kuna hofu inakujia mtumishi wa Mungu, hiyo ni roho ya utumwa. Na narudia tena, uhofu ni utumwa. Na Mungu akupe neema ya kukuchomoa kwenye ile gereza la utumwa la hofu. Jamani, haleluya. Ukisoma pia Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Hatujaumbiwa roho ya uoga. Hatujaumbiwa roho ya utumwa wa uoga. Kwa hiyo tunaenda kupiga roho ya hofu. Jamani, haleluya. Roho nyingine ya utumwa wa umaskini. Kwa hiyo tunaenda kupiga roho ya hofu, utumwa wa roho ya hofu, lakini tunaenda kupiga roho ya utumwa wa umaskini. Sikiliza kidogo. Dalili za madeni, yani dalili ya utumwa wa umaskini, dalili za utumwa wa umaskini. Ninaposema umaskini ni kutokufanya chochote. Yani ninaposema umaskini ni kutokuwa na vitu, kutokumiliki vitu. Kisikia mtu ni maskini, tafsiri yake kwamba hana vitu vya kuvimiliki. Hana nyumba, hana kiwanja, hana hata pa kukaa wengine. Kwa sababu maskini pia unatofautiana. Kuna mtu amepanga pale alipopanga ndo hapo. Wengine kwa sababu maskini pia kama nilivyokuambia unatofautiana. Nyumba nyingine ya makuti kakaa hapo. Unamwangalia babako naye na maisha hayo. Una chumba cha giza ambacho hakina umeme, hauna chakula, mavazi ni shida, hauna kazi. Ndio tunaita roho ya umaskini. Kwa kuna watu ambao wanatumikishwa na roho ya umaskini.
wanatumikishwa na utumwa wa umaskini, kutokuwa na vitu, kutokumiliki vitu. Na ziko dalili chache hapa za kujua hapa nimekamatwa na roho ya kutumikishwa na roho ya umaskini. Ziko hapa dalili chache. Dalili ya kwanza ni madeni yasiyoisha. Ukiona umekopa hapa unalipa pale, unakopa hapa unalipa pale, hiyo ni roho imekukamata. Roho ya umaskini inakutumikisha, kwa ni mtumwa wa madeni. Na leo kupiga roho ya madeni, hataki kukopa. Maandiko yanasema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 28 sura ya 28 mstari wa kwanza mpaka 13, kuanzia mstari wa kwanza mpaka 12, maandiko yanasema atatubariki tutokapo, atatubariki tuingiapo, atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa sisi sio wa kushindwa, sisi sio wa kukosa, sisi sio wa kudhikika. Na nakuombea Mungu akupe neema asubuhi ya leo. Kila unapoingia mbingu ziwe upande wako, kila unapoikanyaga ardhi iwe upande wako, kila unapoingia watu wawe pamoja na wewe. Sema amina. Kwa tuende kukataa roho ya umaskini. Kataa kabisa. Jamani, umaskini mbaya. Narudia tena, watumishi wa Mungu, hamna kitu kibaya kama maskini. Na adui anajua akikupandikizia roho ya umaskini, utashindwa kuwa jasiri kusimama mbele ya watu. Utakuwa na hofu. Kwa sababu maskini unaendana na hofu. Mtu maskini anakuwa na hofu, anaogopa muda wote. Ataitua jambazi kwa sababu hana kitu. Na nataka niwaambie watumishi wa Mungu, umaskini ni roho. Usipoikataa inakuja, inakung'ang'ania. Kwa lazima ukatae. Mimi sio maskini. Kumbukumbu la Torati hiyo sura 28 mstari wa 13 anasema tutakopesha, sio kukopa. Kwa narudia tena, ukiona maisha ya madeni, unakopa, umekopa pale, umekopa, ukiona hizo dalili ujue hiyo ni roho ya umaskini na kuandama. Ni utumwa wa umaskini na kuandama. Dalili ya pili, mishahara kupotea haraka. Umepata kamilioni kako moja, umepata 50,000 kako, umepata 200,000 yako. Haijafika hata tarehe 15 umemaliza, huna kitu. Ukiona hizo dalili, mtumishi wa Mungu, hiyo ni roho ya utumwa. Kataa kwamba pesa yangu haitanitumikisha, mimi ndio nitaitumikisha hela. Kuna watu ambao wanasikiliza kidogo, mtumishi wa Mungu, sisi itakiwa tuitumikishe hela, sio hela itutumikishe sisi. Kuna mtu hajanielewa. Kuna watu ambao wanatumikishwa kwenye wanatumikishwa na hela. Yaani hela inakupelekesha kalewe, kaibe, kazini, kanunue hiki, kanunue hiki. Pesa inakutumikisha, lakini kumbe pesa wewe ndio itumikishe, kwamba nenda kale useme silewe. Kanunue hiki, no, sinunui kama akipo kwenye malengo yangu. Kanunue swini, no, sifanye hiki. Kwa pesa isikutumikishe. Pesa isikutawale, wewe ndio uitawale pesa. Sema amina, watumishi wa Mungu. Kwa ukiona kuna mahali unapata pesa inapotea, inaisha haraka, hiyo ni roho ya nini? Unatumikishwa na roho ya utumwa wa madeni, utumwa wa umaskini. Jamani, haleluya. Lakini dalili nyingine, biashara kufa. Unafungua genge linakufa. Unafuga kuku wanakufa. Unalima vinaharibika. Ukiona hizo dalili, mtumishi wa Mungu, hilo ni roho la umaskini, ndilo linalokutumikisha. Piga hiyo roho. Kama ipo kwenye ukoo, tunajidisconnect. Sisi sio maskini. Sema amina, watumishi wa Mungu. Na tutaenda kuomba kukataa roho za umaskini. Anapata pesa nzuri lakini hana maendeleo. Kuna mama mmoja aliniambia, mtumishi wa Mungu, mimi ninakutana na changamoto kubwa. Nikamwambia nini? Akamwambia mume wangu anafanya kazi na mimi nafanya kazi. Mimi nafanya kazi benki na mwenzangu pia anafanya kazi TANESCO. Lakini cha ajabu, mtumishi wa Mungu, kila tunapopata mshahara, kila tunapopambana tuwekeze, tufanye chochote, hakuna tunachokipata. Hakuna tunachokifanya. Yaani mume wangu anawekeza na tununue kiwanja. Hela unashangaa ugonjwa umeibuka. Mtoto anaumwa, hela imepotea, imeisha yote hivi. Mtumishi wa Mungu, tunafanya kazi lakini hatuna kitu na umri unaenda. Tukaje tukaomba naye, mapepo yanalipuka, nasema sisi ndio tunaowatumikisha na roho ya umaskini. Kumbe umaskini ni roho. Jamani, haleluya. Ukisoma ile Mithali sura ya 22 mstari wa 7 anasema tajiri humtawala maskini, naye akopae huwa mtumwa wake akopeshaye. Kwa hiyo nikasema moja ya vitu ambavyo, jamani, niwaambieni watumishi wangu, ukikopa wewe unakuwa mtumwa wa yule aliyekukopesha, aliyekukopesha. Kwa hiyo tukatai roho ya utumwa. Biblia ingesema anasema tajiri umtawala maskini. Kwa kumbe tajiri huaga na mtawala maskini, na ndivyo ilivyo. Unashangaa hata ni mtu mkubwa kabisa, ni mtu mzima mwenye umri, na yeye anamuita kijana bosi, shikamo, hivi anamheshimu kana kwamba ni mtu. Kumbe
maskini anatawaliwa, anamtawala tajiri, anamtawala maskini kwa utumwa. Mwingine anatumikishwa na nini? Na utumwa wa maskini. Lakini Hagai 1:6 anasema imekwisha, anasema umekwisha panda mengi, lakini mavuno haya ni haba. Mnakula lakini hamshibi, mmekunywa lakini hamtosheki. Hiyo ni roho ya utumwa. Na mimi nataka tuishie hapa, tuombe. Tutenda kupiga roho ya hofu leo, tutenda kupiga roho ya maskini na utumwa. Sema amina. Twende tukaombe mbele za Mungu. Asubuhi nataka twende tukaombe. Nipatishe maneno haya. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi leo. Umenipa neema na kibali kunisikia neno lako, ya kujifunza somo ambalo tunaendelea nalo la maombi ya kukombolewa kwenye utumwa. Yesu, nimeona dalili za utumwa wa umaskini, nimeona dalili za utumwa wa hofu. Ninasogea kwako Baba mwenye nguvu, yako maroho yananiletea hofu, utumwa wa hofu, utumwa wa umaskini. Kuanzia sasa ninaomba toba. Kama kuna mahali nilifungua mlango, shetani akanipandikizia roho ya hofu na kuogopa, na Mungu umesema waoga hawataurithi ufalme wako. Baba, umesema pia kwenye Mithali 28:1, sisi wenye haki ni majasiri kama simba, bali waovu hukimbia wasipopatiwa na watu. Yesu, ninasimama leo kinyume kabisa na roho za hofu, hofu ya kufa, hofu ya kukataliwa, hofu ya kutokuolewa, hofu ya kutokuoa, hofu ya aina yote iliyonijaa, na ikataa leo. Toka, achia leo, achia maisha yangu, pigwa, achia leo, pigwa, achia leo, pigwa, achia leo. Roho ya umaskini na ikataa leo, hofu ya umaskini na ikataa leo kwa jina la Yesu. Utumwa wa umaskini, mimi sio maskini, najidisconnect kabisa na roho ya kukopa, na roho ya kudaiwa, na roho ya mikopo, na roho ya kuhangaika, na roho ya kupoteza pesa, roho ya kutapanya pesa. Pesa yote itakayotua kwenye mikono yangu hii haitapotea tena, haitapotea tena, haitapotea kwenye magonjwa, haitapotea kwenye madeni kwa jina la Yesu Kristo. Naombea mshahara wangu, naombea kazi yangu, na kataa roho ya madeni, na kataa roho ya kufilisika, na katalo ya aibu. Omba mtumishi wa Mungu, na mimi nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetenda hai, ninasimama kinyume kabisa nayo maro ng'ang'anizi yanong'ang'ania maisha dada huyu, yanong'ang'ania maisha mama huyu, yanong'ang'ania maisha baba huyu, maro ya umaskini, maro ya kufilisika, maro ya kukopa, maro ya mishahara kupotea, maro ya mishahara kuisha kabla muda wake. Tunakataa hiyo roho za kutapanya pesa. Toka maisha mama huyu, toka cha mikono yake, pigwa kwa moto. Heni mapepo mnaochukua pesa, pigwa kwa moto. Hacha mikono yake, hacha miguu yake, hacha akili yake kwa damu ya Yesu. Hofu ya kufa, hata kama naumwa, walisema naumwa kansa, walisema naumwa pressure, hata kufa huyu. Na katalo ya hofu ya kufa, na katalo ya hofu ya kukataliwa, na katalo ya hofu ya kuachika kwa jina la Yesu. Omba mtumishi wa Mungu, piga hiyo roho, vunja kabisa hiyo roho, kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina Yesu. Roho ya kuogopa, roho ya hofu, ikatae, ipangue, ing'oe, iharibu kwa jina Yesu. Omba mama yangu, omba binti, asubuhi ya leo, waambie najitenga. Omba, nataka nisikie watu wanaomba, nataka nisikie watu wanaomba. Piga roho ya hofu, waambie sitaogopa, kwa maana sitakufa, wala sitaachika, wala sitakataliwa, wala sitadhalilika kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, sitakopa, sitadaiwa, na kataa umaskini. Waambie sio maskini, imeandikwa kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28. Mungu amesema nitakopesha, sitakopa, sitadaiwa, na kataa hiyo hali, na kataa hiyo hofu kwa damu ya Yesu. Omba mwanangu, omba mama yangu, omba dada yangu, jidisconnect kabisa na roho za madeni, roho za mikopo, roho za kuhangaika, roho za kuteseka. Jitenganishe, nifarakanishe kwa damu ya mwana kondoo. Natamka upako, Bwana, tetee dada huyu, tetee maisha yake. Roho ya kudaiwa, roho ya kupoteza pesa, roho ya kutapanya, na ikataa kabisa, na ivunja kabisa, na ing'oa kabisa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Natamka upako wa kuinuka tena. Kama inue tena Bwana, inua biashara yake ambayo ilikufa, inua genge lake ambalo lilikufa. Kama inue pale kazini, kampe kibali, kampe neema, achilia utisho, nguvu za Mungu ziwe juu yake. Natamka neema, natamka favor, natamka ulinzi, hata kufa tena moyo kwa jina la Yesu. Natamka ulinzi. Hebu nifuatishe maneno haya, tumalizie maombi haya. Sema Baba, katika jina la Yesu, chochote nitakachokiweka na kukitua kwenye mikono hii hakitapotea, sitatapanya. Roho ya kutapanya, toka cha mikono yangu. Roho ya kutapanya pesa,
toka katika mikono yangu. Roho ya kutapanya pesa, toka katika mikono yangu. Kuanzia sasa, chochote nitakachokiweka kwenye mikono hii kitabarikiwa, nitainuliwa, nitajenga. Hebu jitabiria maneno, sema nitajenga, nitanunua viwanja, nitasomesha, sitafia hapa, sitatumikishwa tena na roho ya umaskini, roho ya mahofu, sitatumikishwa. Mimi ni jasiri, sitaogopa mapepo, sitaogopa wachawi, sitaogopa waganga, kwa maana aliye upande wangu ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu anayeweza, katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akupe neema, na Mungu akutendee sawa sawa na kuomba kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Basi tunakaribisha tena kesho, jiambatanishe na maombi haya. Kesho tena mapema asubuhi tutakuwa kwenye maombi hivi hivi siku ya Alhamisi. Tunakaribisha sana watumishi wa Mungu, mwalike na jirani yako kwenye ibada hii ya Morning Glory. Lakini kwa wale ambao mnaguswa kuachilia sadaka kupitia maombi haya ya kujitenga na roho za umaskini, roho za hofu, lakini kujichomoka kwenye magereza ya utumwa, nataka tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako hao ambao wameshika sadaka zao. Baba, ukawabariki, bariki kazi zao, bariki vyanzo vya vipato vyao, ukawainue na kuwabariki. Ni katika jina lako Baba, Mwana na Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Namba za simu ziko hapo chini, tukatuma kwenye namba, na Mungu akutunze na kukulinda.